Saa zenye msisimko mkubwa kuliko zote ambazo mwanadamu yeyote amewahi kupitia zimetufikia sasa katika safari yetu ya hekima leo. Yesu anatumia saa zake za mwisho kuandaa moyo wake kwa ajili ya msalaba. Ameendelea kuandaa wanafunzi wake kwa ajili ya jukumu lao kama mitume wa kanisa ambalo linakaribia kuanzishwa katika wiki chache zijazo. Sasa ukichanganya simulizi zote za Injili kwa mpangilio wa wakati, utagundua kwamba mwishoni mwa muda wao katika chumba cha juu, Yesu na wanafunzi wake waliimba wimbo wa sifa. Inawezekana kabisa kwamba wimbo wa mwisho kati ya Zaburi 5 za Pasaka ulikuwa Zaburi 118. Simulizi ya Mathayo katika sura ya 26 mstari wa 30 inatuambia, baada ya hayo walitoka wakaenda kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa maneno mengine, walitoka katika mji wa Yerusalemu uliokuwa umezungushiwa ukuta, wakasogea mashariki wakivuka kijito cha Kidroni na kupanda mlimani. Na kwa njia hii ndiyo mara ya pekee au sehemu pekee katika Agano Jipya ambapo kijito hiki kinatajwa. Kidroni maana yake ni giza, kutoka kwenye kitenzi kadhaa. Katika 2 Samueli 15, Daudi mwenyewe alikimbia akivuka kijito hicho akimkimbia mwanawe mwasi Absalomu ambaye alitaka kumua. Na sasa Yesu, mwana wa Daudi, anavuka kijito hicho wakati Yuda anamalizia mipango yake ya kumsaliti mfalme wa Israeli. Injili ya Luka inataja kwamba wanafunzi walikuwa wanamfuata Yesu na hatimaye wakafika mahali paitwapo Getsemane. Sasa Yohana katika simulizi lake la Injili sura ya 18 mstari wa 1 anaita bustani, jambo ambalo linaweza kuashiria eneo lililozungushiwa uzio. Kwa kuwa Getsemane maana yake ni shinikizo la mafuta, kuna uwezekano mkubwa kwamba kulikuwa na shinikizo la zeituni lililokuwepo pale bustanini. Kwa kweli, shinikizo hilo huenda lilikuwa ndani ya pango kubwa lililoko pale kwenye mlima wa Mizeituni. Na hata mpaka leo, mimi mwenyewe nimeona miti ya mizeituni ikikuwa karibu na pango kwenye mteremko huo wa mlima. Bila shaka, eneo hilo limekarabatiwa. Pango hilo dogo limegeuzwa kuwa kanisa dogo. Nakumbuka nilivyokuwa nikitafakari matukio haya yaliyoandikwa kwenye Injili nilipopata nafasi ya kusimama katika bustani ya Getsemane kwenye mlima wa Mizeituni. Sasa tunapomtazama Bwana akifika bustanini, tutaona jambo ambalo ni la kugusa sana moyo na kwa kweli ni la ajabu kidogo. Hatuwezi kuelewa kikamilifu mapambano yatakayofanyika isipokuwa tuelewe kwamba tunamtazama Yesu, mwanadamu. Yeye ni Mungu kamili, lakini pia ni mwanadamu kamili kabisa, na atapambana katika bustani hii kama vile wewe na mimi tunavyoweza kupambana katika bustani yetu ya Getsemane leo. Huyu hapa mwana wa Adamu aliyekuwa akijaribiwa katika mambo yote kama sisi, lakini bila dhambi. Waebrania saa 4 na madakika 15 inasema, tutaangalia, tutajifunza na tutamwabudu na kumshangaa mwana-kondoo wa Mungu aliyekuja kuondoa dhambi za ulimwengu. Nimesoma kwamba kabla ya vita kuzuka katika karne iliyopita, askari walichimba makaburi 40,000 kwenye mchanga wa jangwa. Sasa hawakuchimba makaburi haya kwa ajili ya askari wa adui, walichimba makaburi haya kwa ajili yao wenyewe. Na makaburi hayo yalikuwa ushuhuda wa utayari wao wa kufa. Sasa hebu niwaambie, Yesu kimsingi anachimba kaburi lake mwenyewe hapa bustanini kama ishara ya utayari wake wa kufa. Sasa tukisoma Mathayo 26:36 inatuambia hivi, kisha Yesu akaenda pamoja nao mahali paitwapo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, kaa hapa wakati nikienda kule kuomba. Akawachukua pamoja naye Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, yaani Yakobo na Yohana, akaanza kuhisi huzuni na fadhaa, kisha akawaambia, nafsi yangu ina huzuni kuu hata kufa. Kaeni hapa na mkeshe pamoja nami. Sasa kwa nini hawa wanafunzi watatu? Kweli, kwa kusema ukweli, naamini sababu ya kuwachukua pamoja naye si kwa ajili ya ulinzi au hata kwa ajili ya urafiki hasa, ingawa uwepo wao ungekuwa wa kukaribishwa. Nadhani anawataka wawepo hapa ili wajifunze. Kwa kweli, tunaambiwa baadaye kwamba walikuwa wanaendelea kulala kabla ya, yani kulala usingizi. Bila shaka wangeona na wangesikia Bwana akipambana na yote ambayo msalaba ungeleta.
Na hili nina uhakika litarudi kwenye mioyo na akili zao baadaye. Anawafundisha, hivi ndivyo unavyokabiliana na Getsemane. Hivi ndivyo unavyojiandaa kwa msalaba wa mateso. Hivi ndivyo unavyofanya unapozungukwa na huzuni, unapozidiwa na dhiki. Na inawezekana kabisa, wapendwa, marafiki zako wa karibu hawataweza kuelewa hisia zako za ndani kabisa. Kwa kweli, wanaweza hata kulala usingizi unapojaribu kuelezea wakati wewe unateseka peke yako. Sasa nataka kuonyesha maneno mawili muhimu hapa ambayo yanaonyesha mapambano ya kweli moyoni mwa Yesu ambaye ni mwanadamu kamili. Neno la kwanza hapa katika mstari wa 37 ni kifungu kinachotuambia alianza kuwa na huzuni, na hilo ndilo neno kuu, huzuni. Hilo linamaanisha kujiondoa, kurudi nyuma kutoka kwenye shida. Haiwezi kuepukwa. Sasa neno la pili pia lipo hapa katika mstari wa 37 ambalo linatuambia kwamba alianza kufadhaika. Kufadhaika kunamaanisha kuzidiwa na dhiki. Inaweza kutafsiriwa kama kuzungukwa na huzuni. Wapendwa, msisahau kamwe kwamba Yesu si mwigizaji. Yeye hafanyi maigizo hapa. Yeye hajitahidi kuhisi kama anavyopaswa kwenye nafasi hii. Yeye hajitahidi kuhisi kile ambacho mwanadamu angehisi katika wakati huu. Ndiyo, yeye ni Mungu kwa 100%, lakini pia ni mwanadamu kwa 100%, na yeye hahitaji kuambiwa hisia za kibinadamu ni zipi, kwa sababu anazipitia mwenyewe kikamilifu. Labda unajiuliza, lakini kwa nini maumivu makali kiasi hiki? Je, ni kwa sababu anajua amesalitiwa, kuuzwa na mmoja wa marafiki zake kwa vipande 30 vya fedha? Bei hiyo kwa njia ilikuwa ndiyo bei ya mtumwa mzee wakati huo. Je, anasumbuliwa kwa kujua kwamba wale 11 watamwacha? Au kwamba Petro atakana kumfahamu? Au kwamba taifa la Israeli litamkataa? Je, ni ule uhamisho unaokuja wa dhambi za ulimwengu mzima juu yake? Je, ni kupigwa, maumivu ya mwili ya kucherazwa ambavyo atavumilia? Je, ni aibu ya kuning'inizwa msalabani? Je, ni kupoteza ushirika na ukaribu na Baba? Naam, jibu ni ndio. Ndio kwa yote hayo. Anateseka kwa mambo haya yote na mengine mengi zaidi ambayo hata hatuyaelewi. Atavunjwa kwa ajili ya maovu yetu. Injili ya Marko inaongeza katika sura ya 14 mstari wa 34 na 35, akaambia, nafsi yangu ina huzuni kuu hata kufa. Kaeni hapa mkeshe. Akaenda mbele kidogo, akaanguka chini na kuomba kwamba kama ikiwezekana saa hiyo ipite mbali naye. Maneno akaanguka chini na kuomba yako katika wakati usiokamilika, na hii inaonyesha kitendo kilichoendelea. Kama ungekuwa na ile picha maarufu ya Yesu akiomba bustanini, akiwa amepiga magoti kwenye jiwe, mikono yake ikiwa imekunjwa akiomba, basi hiyo ni sawa. Huenda aliwahi kuomba hivyo wakati mwingine, lakini si hapa. Sio wakati huu. Unaona, wakati wa kitenzi unatueleza kwamba alianguka chini na akaomba, kisha akainuka na akajikokota kidogo mbele na akaanguka tena na kuomba, na akajinyanyua tena na akajikokota hatua chache zaidi na akaanguka tena na kuomba. Waebrania 5:7 inaongeza kwamba alifanya hivi kwa kilio kikubwa na machozi. Basi mfikirie Mwokozi wako hapa akijikokota, akianguka, akilia, akijikwaa, akianguka chini, akilia katika maombi ya uchungu kwa Baba yake. Luka saa 22 na madakika 44 inatuambia kwamba uchungu wake ulikuwa mkali kiasi kwamba jasho lake likawa kama matone makubwa ya damu yakidondoka chini. Wataalamu wa tiba wana neno maalum kwa hili. Linaitwa hematidriasis, ni kupasuka kwa mishipa midogo ya damu chini ya ngozi, na damu inayoganda inachanganyika na jasho la mtu aliye katika msongo mkubwa wa mawazo na kutoka juu ya ngozi ikiwa nyekundu kama damu. Kwa kweli hatuwezi hata kufikiria aina hiyo ya shinikizo, aina hiyo ya maumivu, aina hiyo ya huzuni.
Si ajabu Luka anatueleza kwamba Baba alimtuma malaika kutoka mbinguni ili kumtia Yesu nguvu pale bustanini. Hatutawahi kupitia kiwango cha mateso ambacho Yesu alipitia hapa katika bustani ya Getsemane, lakini hiyo haimaanishi kwamba Getsemane yako haileti maumivu. Mara nyingi unajikuta ukipambana kuleta mapenzi yako yaendane na yale ya Baba yako wa mbinguni, sivyo? Mara nyingi unapambana na mpango ambao Mungu ameupanga kwa ajili yako. Unateseka sana juu ya mambo ambayo hayawezi kubadilishwa. Unalia, unamwaga machozi, unaomba nguvu ili uweze kuvuka wakati ujao, siku inayofuata. Wapendwa, Getsemane ni uzoefu usioepukika kwa wote wanaomfuata Yesu Kristo. Kwa kweli, Mtume Paulo hata aliukaribisha wakati aliandika juu ya shauku yake ya kumjua yeye na nguvu za ufufuo wake na kushiriki katika mateso yake. Sasa, kwa nini Paulo angekaribisha mateso ya Kristo? Kweli alijua kwamba uzoefu wa Getsemane ni kama patasi mkononi mwa Mungu kutuchonga tufanane na mwana wake. Basi hadi safari yetu itakaporejea tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.